Tuna shida ya mmomonyoko wa maadili sasa nchini. Tumeanza kuona dalili za watoto wetu wa Kitanzania kuiga tabia za watu wa magharibi ambazo si mila wala sio desturi wala sio tamaduni wa Mtanzania. Haya lazima tuhakikishe tunashikamana pamoja ili tulinde maadili ya Watanzania. Kwa tuendelee kushughulika na mmomonyoko wa maadili kwa Watanzania. Lazima tuwe na maadili mema ili taifa hili liweze kuwa endelevu. Kama sisi tuko kwenye umri huu, lakini tunashuhudia vijana wetu wadogo wanatenda matendo ambayo yako nje ya mila, desturi na utamaduni wetu, maana yake tunaacha taifa linakokwenda halitakuwa taifa la wamoja. Kwa hivyo viongozi wa dini, naomba tuichukue hii kama ajenda. Mmeanza kujenga maadili kwa watoto, endeleeni kujenga maadili ya watoto wetu. Na wasihi viongozi wa dini tuibebe kama hii ajenda, tuende tuweke kwenye moja kati ya ajenda ambazo kila siku tunapokutana waumini hili lazima tuwakumbushe. Kanisa limekuwa likifanya kazi ya kukuza maadili kwa vijana wetu wa Tanzania, usawa na kuheshimiana, huku likisisitiza umuhimu wa amani na ushirikiano kati ya watu na dini mbalimbali. Kanisa hili linajivunia sana kuunganisha viongozi wa kanisa pamoja na wa serikali na jamii inayozunguka na kukuza mshikamano katika kutatua migogoro ya kijamii. Hongera sana Kanisa la Anglikana Tanzania. Niendelee kutumia nafasi hii kuendelea kuhakikishia viongozi wetu wa dini, mko hapa wote, kwamba serikali iko pamoja na nyie. Tutaendelea kuwa na vikao vya pamoja, na si serikali tunathamini sana namna ambavyo mmejitoa kuiunga mkono serikali hii. Baba Askofu Mkuu alipokuwa hapa amezungumzia na kusisitiza swala la uchaguzi mkuu. Hii ni alama moja kwamba dini zinatambua umuhimu wa ajenda za serikali, ikiwemo na hii ya kuhamasisha waumini wa Tanzania kujiandaa kwa uchaguzi mkuu. Ndiyo maana tunasema serikali iko pamoja na nyie. Hatutawatupa mkono. Tutafanya kazi kama ndugu na kaka pamoja. Taasisi ambazo zinakwenda kuwahudumia hawa wote bila kujali madhehebu yao ya dini. Jambo hili ni muhimu. Baba Askofu, mko hapa, fanyeni kazi yenu kwa kujiamini. Endeleeni kuchukua ajenda za serikali, muendelee pia mkazi tangaze kwa waumini wetu. Haya ndio matamanio ya serikali.